Jinsi ya kuomba vyuo vikuu TCU 2026-2027. Kama umehitimu kidato cha 6 au stashahada kwa mwaka huu, sikiliza vizuri. Una muda mfupi tu wa kutuma maombi ya chuo kikuu. Dirisha linafungwa hivi karibuni, na likishafungwa hatuwezi kuomba tena. Leo nitakuonesha hatua kwa hatua jinsi ya kutuma maombi kwa usahihi kabla hujachelewa. Karibu tena kwenye channel ya Jack Media TZ. Kwa mujibu wa tangazo rasmi la TCU, dirisha la udahili wa shahada ya kwanza kwa mwaka wa masomo 2026-2027 lilifunguliwa tarehe 10 Julai na litafungwa tarehe 10 Agosti 2026. Hii inamaanisha kama unatazama video hii kwa sasa, muda unaendelea kupungua. Usisubiri siku za mwisho. Mifumo ya maombi mtandaoni mara nyingi hujaa watu wengi karibu na tarehe ya mwisho na inaweza kukwama. Nani anaweza kuomba? Kabla hujaanza, hakikisha unastahili. Maombi ya mzunguko huu yanahusu makundi matatu: wahitimu wa kidato cha 6, wenye stashahada yani diploma au sifa zinazolingana, na wale wenye foundation certificate. Kama huna uhakika kama unastahili kwa programu fulani, jibu lako liko kwenye admission guidebook ya TCU. Nitakuonesha jinsi ya kuipata baadaye kwenye video hii. Hatua za kutuma maombi. Sasa tuende kwenye hatua halisi. Hatua ya kwanza, pakua na soma admission guidebook kutoka tcu.go.tz. Huu ndio waraka rasmi unaoonyesha programu zote, sifa za kila mmoja na idadi ya nafasi zilizopo. Hatua ya pili, chagua vyuo 3 hadi 5 tofauti, sio kimoja tu. Hii inaongeza nafasi yako ya kuchaguliwa endapo hutafanikiwa kwenye chuo cha kwanza ulichokichagua. Hatua ya tatu, maombi hayafanywi kupitia mfumo mmoja wakati. Badala yake, kila chuo kina mfumo wake wa maombi mtandaoni. Tembelea tovuti ya kila chuo ulichokichagua na ufungue akaunti. Utahitaji barua pepe inayofanya kazi, namba ya simu na namba yako ya mtihani wa kidato cha 4. Hatua ya 4, jaza taarifa zako kwa usahihi. Jina kamili linalofanana na vyeti vyako, namba za mtihani wa kidato cha 4 na kidato cha 6, na mwaka wa kuhitimu. Kama kuna malipo, lipia kwa control number utakayopewa. Hatua ya 5, chagua programu unayotaka kulingana na ufaulu wako. Kisha wasilisha au submit maombi na subiri uthibitisho kupitia SMS au barua pepe. Nyaraka muhimu za kuandaa. Andaa nyaraka hizi mapema ili usikwame wakati wa mchakato. Vyeti vya matokeo ya kidato cha 4 na kidato cha 6 au stashahada, cheti cha kuzaliwa kwa ajili ya tarehe ya kuzaliwa, na picha za passport size kama chuo kitahitaji. Baadhi ya vyuo pia vitahitaji uthibitisho wa afya, medical check-up baadaye, lakini si wakati wa kutuma maombi ya awali. Makosa ya kuepuka. Kuna makosa matatu ya kawaida ninayoyaona kila mwaka. Kosa la kwanza ni kusubiri hadi siku za mwisho. Poto zinajaa watu na zinaweza kukwama kabisa. Na kosa la pili, kuweka chuo kimoja tu kwenye maombi. Weka machaguo mengi. Kosa la tatu ni kuamini mawakala wanaojitangaza kukusaidia kupata udahili kwa malipo. TCU wenyewe wameonya waombaji kujiepusha na matapeli wa aina hii. Njia pekee salama ni kutumia mifumo rasmi ya vyuo na TCU. Baada ya kutuma maombi, subiri taarifa ya udahili kupitia SMS au barua pepe uliyoitumia. Ukichaguliwa, utahitajika kupakua barua ya udahili, kusoma maelekezo ya kujiunga yani joining instruction, kulipia ada ya kwanza
na kuandaa nyaraka za mwisho kabla ya kuripoti chuoni ndani ya muda uliopangwa.